Kwa majina naitwa Simon Msuva, ni mchezaji wa timu ya taifa na pia ni mchezaji wa klabu ya Al Taraba ya nchini Iraq. Kwanza kabisa ningetanguliza shukrani kwa Safari Laga TBL kwa kuweza kuniamini, lakini wao ndio wametufanya tumekutanika hapa. Mimi ni scout ambaye niko hapa, nimechaguliwa pamoja na kocha pale Sekerojo. Kikubwa kilichotuleta hapa ni kuchagua vipaji. Unajua katika nchi yetu ya Tanzania tuna vipaji vingi, lakini hivyo vipaji viko mikoa tofauti tofauti. Mimi nimefanikiwa kuja Mwanza na hadi muda unaozidi tunaendelea kuchagua vipaji. Na hivi vipaji ambavyo tunachagua sio tu kwa sababu tu tunaishi hapa, ni vipaji ambavyo endelevu. Kesho na kesho kutwa tutakuja kuona kwenye vilabu vikubwa wanacheza. Sisi wengine hatukupata hii fursa ya kupitia haya mashindano kama haya. Lakini leo hii Mwanza wamepata fursa ya kuchaguliwa timu kadhaa, lakini pia katika hizi timu tuko hapo kuangalia vipaji. Unajua wachezaji bwana wako wengi, lakini wachezaji pia wanatofautiana. Mimi naamini Mwanza tutatoa vipaji vingi. Nikisema Mwanza siwezi kuongelea Mwanza Mlishongasa, Mwanza Kevin Yondani. Najua Mwanza kuna wachezaji wengi sana. Hao nimewataja kwa sababu ni wachezaji ambao tayari wameshafanya makubwa kwenye nchi yetu. Ni mablaza zangu na kila mtu anawaelewa. Kina Monica Simoto, kina Mafuta Sadio. Kwa hiyo mimi naamini tutapata timu nzuri kutoka Mwanza. Na bado muda unaruhusu na bado timu zipo zinaendelea kujiandaa ili tuweze kuangalia, lakini yote kwa yote sio sisi tu ambao tuko hapa Safari Laga na sisi ambao mascout ambao tunawachagua, basi hata vilabu vikubwa wanaweza kufanya hiki kitu ili kuweza kuwasaidia vijana waweze kuinuka. Federation yetu ya Tanzania, najua federation wamejipanga kwenye hili, ila sisi tuko hapa kwa ajili ya muendelezo na kuwakilisha. Mimi niko hapa nawakilisha wenzangu. Kwa nini Simon Msuva amechaguliwa yuko hapa? Ni kwa sababu kuna kitu amekionyesha Tanzania na nje ya nchi. Kwa hiyo naamini tutapata vipaji vya kutosha. Kikubwa wachezaji wajiamini, na mimi naona wanajiamini, wana confidence kubwa. Jina naitwa Ibrahim Mohamed, mkurugenzi wa mashindano wa Young Africans. Leo tupo Mwanza kwa ajili ya Safari Laga Cup 2025 na tupo katika zoezi la scouting katika mkoa wa Mwanza. Tayari tumeshuhudia vipaji ni vingi mno. Sisi tunawasaidia mascout ambao ni mashabiki. Shabiki ndio scout namba 1. Kama unavyoona katika banners kule nyuma zinaonyesha kabisa scout wa mabingwa. Scout wa mabingwa ni mashabiki. Sisi tunawasaidia. Tuna zoezi linafanyika ili kumpata yule mchezaji ambaye atawakilisha mabingwa wapya ambao watakuwa selected katika mikoa tofauti tofauti. Tumeanza na Mbeya, leo tuko Mwanza, kisha Arusha, baada ya hapo Dar es Salaam. Na vipaji ni vingi mno, vipaji ni vikubwa mno. Kwa hiyo watu wampigie kura mchezaji ambaye wanaona atafaa kabisa kuwepo katika kikosi cha wachezaji 22 kitakacho kwenda kuvaana na championi wa nchi Young Africans mwezi wa 7 mkoani Dar es Salaam. Umetoka Mbeya, utofauti wa Mbeya mpaka muda huu Mwanza, utofauti sio mkubwa sana ukizingatia katika hii mikoa miwili ambayo tumekwenda vipaji ni vikubwa mno. Kwa hiyo hata sisi mascout na wale ambao wanawachagua wachezaji kupitia bia yetu pendwa ya Safari Laga wana kazi kubwa mno. Ukizingatia hapa tumeshuhudia mpaka sasa hivi michezo 8, tunatarajia kuangalia michezo mingine 5 mpaka 6. Ni kazi ngumu sana sisi kupata kile kipaji halisi. Ndio maana sisi tunawasaidia wanywaji wa bia ya Safari Laga ambao watafungua kile kizibo. Kuna code mule, wanavote kupitia www.safarilaga.co.tz. Kwa hiyo mchezaji ambaye atapata kura nyingi na katika position tofauti ndio wale watakwenda kuwakilisha wachezaji 22 mkoani Dar es Salaam. Kwa sisi tunawasaidia wale. Naitwa Pamela Kikuli, ni meneja wa bia Safari Laga. Leo tuko hapa Mwanza Nyamagana kwa ajili ya kuangalia vipaji vya mpira.
tumeona turnout nzuri. Tunawapongeza sana wote ambao walijiandikisha na wamekuja hapa leo kushiriki na kuonyesha talent yao. Safari Cup kwa kweli tulianzia Mbeya, pale tulipata timu 24 ambazo zilishiriki, na kule Mbeya tuliona talent nyingi sana, na hapa Mwanza leo kwa kweli talent zinazidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tunawaambia wanaopenda mpira waendelee kufuatilia kampeni hii, waendelee kushiriki, na kwa mwaka huu tumetoa nafasi ya kipekee ya watazamaji na wapenzi wa mpira na wenyewe kuchangia katika kuibua vipaji, na wanafanya hivi kwa njia rahisi sana. Wanatakiwa wanunue Safari Laga, waangalie chini ya kizibo, wataona kuna namba maalum pale. Wachukue hii namba, watembelee www.safarilaga.co.tz. Wakiingia kwenye microsite hii, pale wataona timu zote na mikoa yote iliyoko pale. Wachague timu wanayotaka, wataona wachezaji, wamchague mchezaji wanaotaka, wapige kura, watumie ile kodi sasa ili kusubmit. Wakifanya hivyo watakuwa wameingia na wenyewe katika kusema na wenyewe la kwao nani mchezaji ambaye wanaona ana talent nyingi, na pale yule mchezaji anaweza kupata nafasi kubwa zaidi ya kushirikiana. Lakini pia makocha wetu waliopo hapa na wenyewe pia wanaweka maksi zao katika wachezaji wanaocheza, na kwa hiyo itakuwa ni mchanganyiko wa kura za makocha pamoja na watazamaji na wapenzi wa mpira. Kwa kuchanganya ndio tutapata sasa mabingwa wapya wa mpira, na pia kikubwa wanavokuwa wanapiga kura, basi na wenyewe wanapata nafasi za kushinda vitu mbalimbali, mialiko ya kuja kwenye machi ya mwisho ambayo itafanyika Dar es Salaam pale KMC Ground tarehe 26 mwezi wa 7, ambao timu ya Safari itacheza na Yanga FC, na pia kuna ushindi wa hadi milioni 10. Kwa hiyo Watanzania waendelee kufuatilia kwa ukaribu Safari Cup na waweze kujitokeza kwa wingi na wapige kura. Tunataka kusikia sauti zao na wenyewe zinasemaje kuhusu vipaji tunavyoviibua. Ndio. Kwa kweli ukwe. Okay. Kwa kweli tulipoenda Mbeya ilikuwa ndio bonanza letu ya kwanza. Kwa hiyo tulipata wakazi wengi wa Mbeya walijitokeza. Kikubwa tumefanya mabadiliko kidogo mwaka huu kwa sababu mchakato huu tunaufanya sasa kwa season ya pili. Mwaka uliopita, season iliyopita tulikuwa tunachagua mchezaji mmoja, tunawaweka katika timu siku ile wanaokuja kucheza bonanza. Lakini tukaona kwamba wachezaji wanaonyesha vizuri talent zao wakiwa wamejumuika tayari kwenye timu zao. Kwa safari hii tumeandikisha kama timu nzima inakuja inajiandikisha, ila bado tunachagua mchezaji mmoja. Tofauti kubwa nayoona kati ya Mbeya na hapa sasa tuko Mwanza ni kwamba sasa hivi kila tunavomaliza mkoa ile amsha na labda ufahamu na knowledge inazidi kuongezeka kuhusu bonanza hizi. Kwa hiyo mwitikio unazidi kuwa mkubwa. Mbeya na hapa Mwanza vipaji tumeviona vingi. Kwa hiyo inatupa changamoto kwamba tutakapoenda kwenye majumuisho sasa tutakuwa na kazi ambayo itahitaji concentration ya hali ya juu. Kwanza tukumbuke kwamba kuna uchaguzi jumuishi kama ambavyo dada Pamela Watibi alivyoeleza hapa. Kutakuwa na wateja wa Safari Laga wamepewa fursa na wao kuwapigia kura wa wachezaji. Lakini sisi tupo kama watu wa kitaalamu, watu wa kuangalia zaidi wachezaji kiufundi zaidi. Kwa hiyo ndio maana nikasema imekuwa kazi ngumu kidogo, lakini tutaifanya kwa sababu tunayo experience ya hali ya juu kwa kazi hii, na ndicho ambacho tumekiona mpaka sasa hivi katika mkoa wa Mbeya na